Mamlaka ni nini? Kuna aina ngapi za mamlaka? Nataka nifundishe kwa habari ya kitu inaitwa mamlaka ya kwa mtu yule amwaminie Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yapo mambo kadhaa ambayo nahitaji tuzungumze kwa mchana wa leo, kwa siku ya leo. Kokote unakonisikia uko ndani ya Tanzania au uko nje ya Tanzania, unasikiliza kupitia YouTube au Facebook au unapitia Instagram au mitandao yote ya kijamii, kokote unaponisikiliza, leo nakuletea neno la Mungu. Naitwa Nabii James, na leo nataka nifundishe mamlaka kwa aminie. Yako mamlaka kwa mtu amwaminie Yesu Kristo na aliyemchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na mamlaka haya ambayo nahitaji leo nizungumze kati ya mimi na wewe ni kwamba ujue nini maana ya kwanza mamlaka. Mamlaka inaonekana kwenye maandiko matakatifu kama mamlaka ni aina ya nguvu anayopokea mtu au anayepewa mtu kutenda kazi fulani, kutenda kazi maalum. Kwa watu ambao wanamwamini Yesu Kristo, mamlaka ni aina ya nguvu ambayo watumishi au watu wanaomwamini Yesu Kristo wanaipokea kwa mkono ya Mungu au ya Yesu Kristo kutenda na kutimiliza makusudi na mapenzi ya Mungu wetu. Kumbe unajua kwamba mamlaka ya kimbingu Mungu alishaiandaa vizuri, na ipo nguvu ambayo tunatakiwa tupokee pale tunapokuwa tumemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hii nguvu inaitwa ni mamlaka. Na hii mamlaka ni kama vazi ambalo tunakuwa tunalivaa pale tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu. Tunahubiri, tunaomba, tunaombea wenye shida mbalimbali, wagonjwa, wenye mapepo. Tunaovunja roho za giza kama wachawi na matambiko na maagano na mizimu ya kila namna. Kuzing'oa madhabahu katika ardhi, katika anga, katika bahari, katika nchi, katika jua, mahali kokote ambapo madhabahu za giza zinajengwaga. Tunaweza kuvunja kama tukisimama vizuri katika eneo linaloitwa eneo la mamlaka ambayo tumepewa na Mungu wa majeshi. Mamlaka ni aina ya nguvu anayokuwa nayo mtu kwenye maisha yake. Na hii nguvu anapokuwa nayo kwenye maisha yake, anaweza kutenda kazi ya Mungu kokote na mahali kokote na saa yoyote na sekunde yoyote na nyakati zozote na majira yote. Nini inampa nguvu ya kufanya kazi? Ni mamlaka. Unaweza kuwa Mkristo lakini kama huna mamlaka huwezi kufanya kazi ya Mungu. Unaweza kuwa mhubiri, ukawa ni mtumishi wa Mungu, ukawa unahubiri injili kila kona, kila eneo, lakini kwa sababu ya kukosa eneo la mamlaka ukaanza kuwaita hata wengine ni wachawi. Majini na mapepo wanaogopa mamlaka. Kumbuka kwenye maandiko matakatifu Yesu Kristo alipokuwa akifundisha, alikuwa akihubiri injili kwa mamlaka makubwa na kwa amri. Kisha Mafarisayo na Masadukayo wakasema, mbona unaofundisha kwa amri kuu namna hii? Lakini Yesu alipokuwa akifundisha lile neno pale hekaluni, unaona mapepo yanapiga kelele kwa sababu ya mamlaka. Mamlaka ya Yesu Kristo ilisababisha mapepo wakakosa amani kukaa ndani ya ile hekalu. Mtu mwenye mamlaka anaposimama mbele yako, automatic ana uwezo hata kufanya maisha yako yakabadilika, kwa sababu anaweza kuamuru chochote ikafanyika kwa chochote kwenye maisha yako. Mapepo yanamjua mtu mwenye mamlaka na anamjua mtu ambaye anaongea lakini hana mamlaka. Leo nataka nikuzungumzie kwa mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo na ndani yake ipo mamlaka. Mamlaka ya Kristo Yesu inapokuwa ndani yako, unaweza kuamuru chochote, unaweza kuongea chochote, unaweza kuagiza pepo kokote, unaweza kuagiza ugonjwa wote na taabu yote na shida yote imwache mtu au ikuache au iwache chochote na itaondoka. Unaweza kutamka neno moja na ishara kubwa ikatokea kwa sababu ya aina ya mamlaka. Hukuoni Yesu alipokuwa akipambana na mapepo kwa nguvu, kwa muda mrefu, alikuwa akiamuru, na kuamuru toka, inatoka. Neno linalotoka kwa yule Bwana inaonekana linatoka na mamlaka makubwa. Kwa nini linatoka na mamlaka makubwa? Sababu ndani yake ipo mamlaka. Kiwa na mamlaka ndani yako unaweza kuagiza chochote, unaweza kuagiza magonjwa, unaweza kuagiza maradhi iliyoko juu ya watu iwaache na inawaacha. Unaweza kuagiza aina ya udhaifu ulioko ndani ya mtu, aina ya mapepo, mizimu na aina ya matambiko yote ambayo yamekamata yule kijana, yamemfunga, aina ya kifungo chochote, na maisha ya yule kijana yakawa huru kabisa. Lakini naangalia kwanza aina ya mamlaka. Leo nahitaji nizungumze na wewe kwa habari ya kitu kinachoitwa mamlaka, kwa sababu kama wewe ni muamini na ni muamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, lazima utembee na aina ya nguvu inaitwa nguvu ya mamlaka. Hii itakusaidia kufanya kazi ya Mungu kwa miujiza na ishara kubwa. Maana unaona mitume wanasema, Bwana, utujalie nguvu
na uweza ili tupate kuhubiri injili yako kwa ujasiri wako. Unaona, walipokuwa akifanya kazi ndogo, unakuta Petro pamoja na Yohana wanapoingia hekaluni, wanakutana na mtu ambaye alikuwa ni kilema, alikuwa anakaa pale katikati ya mlango mzuri. Petro anamwambia yule kijana, niangalie mimi sina pesa wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Kwa jina la Yesu Kristo amka. Yule kijana akaamka, vifundo vyake vikapata nguvu, akaamka, akaenda katika kanisa na akaanza kurukaruka kama wengine. Sikiliza, watu wakaanza kustaajabia. Mamlaka yaliyotoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu Petro ndiye aliweza kufanya ile kitu, kufanya ile maisha yule kilema kusimama. Unapokuwa umebeba mamlaka ndani yako, unaweza kuamuru kwa habari ya vilema kusimama na wakasimama, wagonjwa kupona na wakapona, viziwi kusikia wakasikia, vipofu kuona wakaona, na ukaanza ukaamuru wenye ugonjwa wakaachwa na ugonjwa wao, kansa, TB, ukimwi na ugonjwa mwingine wote ambao unamsumbua kwenye maisha yake. Unawezekana kabisa. Lakini inawezekanaje? Inaangaliwa eneo ulilopo, kwenye aina ya mamlaka uliotambua kwamba una mamlaka ya namna gani kwenye ulimwengu wa roho. Unapoagiza vitu, unaagiza kama nani? Mheshimiwa Rais akiagiza kitu, itatekelezwa kama agizo la rais, kwa sababu mwenye aliyetamka, aliagiza ni mtu mwenye mamlaka. Wewe una mamlaka kama Mkristo, na leo nahitaji kufundisha aina ya mamlaka ambayo Mungu alikupa. Mungu alitupa sisi kama sisi waaminio ambao tumemchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yeye ndiye aliyetuchagua, akatupenda, akatuweka mahali hapa ili kwamba tulitukuze na kulimidi jina lake, kama saa hii unaponiona mahali hapa. Na mimi sina nafasi nyingine ya kuacha kutokuzungumza juu ya mamlaka ya muamini, juu ya mamlaka yule mtu anayemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mamlaka ni nguvu. Mamlaka ni uweza unaokuwa ndani ya mtu anayetenda kazi ya Mungu. Inakuwa ndani ya mtumishi, inakuwa ndani ya muamini anayemwamini Kristo, inakuwa ndani. Ni aina ya uweza, ni aina ya nguvu unayokuwa nayo, unayopaswa kuwa nayo. Hii ni kama vile it is your identity. Nje tu ya kuitwa Mkristo, nje tu ya kuwa umebatizwa, umeokoka, kusema nimeokoka na kubatizwa, kuipo kitu ambacho Wakristo wengi wamegumisi ndani yao. Kitu hiki ni mamlaka. Kuna mamlaka unatakiwa kujua. Mamlaka ni nini? Mamlaka ni nguvu, ni uweza, ni kutambua na kujua aina gani ya nguvu ulioko ndani yako. Elia nabii, unaona akitambua mamlaka yake, anaamua kusimamisha mvua kwa miaka 3.5 kwa neno lake. Baada ya kujua kwamba mimi ni mtu ambaye nimepewa mamlaka, na kwa kinywa changu na kwa neno takalotoka kwenye kinywa changu, hilo litafanyika hivyo hivyo. Nabii mvua isimame kwa muda wa miaka 3, na mvua inaenda kusimama. Kwa nini mvua inakwenda kusimama? Ni kwa sababu aliyezungumza ni mtu mwenye mamlaka. Ipo mamlaka ambayo inatakiwa niwe nayo pale napotenda kazi ya Mungu. Namna gani? Unapohubiri, unahubiri kwa mamlaka namna gani? Unapoombea watu, una watu kwa mamlaka ipi? Unapoambia wagonjwa wapokea uponyaji, unajua aina gani ya uponyaji, aina gani ya mamlaka ulionayo? Unapotamka pokea uponyaji, pokea uzima, pokea baraka, unajua aina ya nguvu. Unatamka neno hilo kwa mazoea, au unatamka hilo neno kwa sababu unasikia watumishi wengine wakisema, au unasikia kwa sababu Wakristo wanasema pokea? Sio tatizo kupokea. Unaweza ukasema pokea hata mara 1000. Inaangaliwa aina gani ya mamlaka ulikuwa ukijua, ukitambua kwamba naposema pokea, mtu anakwenda kupokea, ukichana anakwenda kusimama, huyu mgonjwa anakwenda kupona, na haya mapepo anakwenda kuondoka. Ni aina gani ya mamlaka? Hapo ndipo unapokwenda kutojua kwamba ipo mamlaka. Na hii ndio maana kuna watu wengine ambao wanataja kwa jina la Yesu, lakini hata pepo asiwasikilize. Yaani kuna watu wengine wanapata, kabla hajaongea, kabla hajamkemea hata pepo unamuona akipiga yowe, akipiga kelele, akitaka kuondoka na kukimbia kabisa, kwa sababu anayemuona mbele yake ni mwenye mamlaka. Unapoonekana mwenye mamlaka, unapopita mtaani, unapopita mjini, unapopita vita vijijini, unapopita mashambani, haina haja kutangaza kwamba mimi ni nani. Mamlaka yako inajulikana na majeshi ya pepo wabaya na enzi za kuzimu, na mamlaka yao na majeshi yao yote yanakujua wewe ni nani.
Leo nahitaji nikufundishe kwamba wewe ni nani. Wewe ni mtu ambaye ukitambua nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho, ukitambua maisha yako ulionayo kwenye ulimwengu wa roho, automatic unaenda kubarikiwa, automatic unaenda kufanyika mtu wa tofauti. Automatic unakwenda kupanuka, unaenda kupanuka kwenye huduma, unaenda kupanuka kwenye kazi, unaenda kupanuka kwenye biashara, kwenye ndoa na kwenye eneo lolote ambalo Mungu atakuwa amekuepa. Lakini unapokuwa haujaweza kukaa kwenye hilo eneo vizuri, unaweza kufikiri kwamba wewe ni Mkristo tu. Ukristo wako ulionao lazima uwe nao katika mamlaka. Lazima aina ya mamlaka fulani iambatane na maisha yako. Unapoombea wagonjwa unaona uponyaji, kama Yesu aliposema mtawekea mikono wagonjwa na watapata kuona, utapata kukupona. Je, unapowekeaga mikono wagonjwa wangapi? Kwenye wagonjwa 10 wanapona wangapi? Kwenye wagonjwa 2 wanapona wangapi? Ni wangapi umekutana nao wenye ukoomwa ukawekea mikono yako ukaponya? Ni aina gani? Unaweza ukakuta umekuwekea wengi lakini hakuna mmoja aliyepata kupona, au wakati mwingine umewekea wote wote wamepona. Nataka nikutambulishe leo kwa nini umewekea mikono yako na wakaenda kupona. Kwa nini uliposema pokea naye akapokea, ukakutana na wanawake ambao hawasai ukasema pokea mtoto wako naye akapokea mwanae, ukasema achia kifungo na kifungo kikaachia. Kwa nini wewe na kwa nini si mwingine? Ni aina ya mamlaka. Tunaweza tukawa Kristo wengi, ndio. Wakristo wanaweza kuwa wengi, sio tatizo. Tatizo ni wangapi katikati ya hao wengi wenye mamlaka. Kujua mamlaka yako kwanza ndio unaweza kutenda na kutekeleza mapenzi na makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Usipojua aina ya mamlaka ulionayo, hata mkuu wa shule asipojua mamlaka yake, anaweza akawa mkuu wa shule kwa jina lakini asijue kwamba anafanya nini. Kwenye Ukristo unasema ndio maisha ya mamlaka. Na mimi leo nataka nikufundishe mamlaka ni nguvu. Kwa mtu anayemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hii ni nguvu ambayo tunapewa. Hii hatukuwa nayo tangu kuzaliwa. Hii lakini tunapewa kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitendo cha wewe kusema mimi tangu sasa Yesu ni wangu na mimi ni wake, maisha yangu yatakuwa ndani yake na yatakuwa ndani yangu milele yote hadi kaburini. Kitendo cha kumsema Bwana anasema mitazama nipo mlangoni nabisha hodi, mtu akinifungua nitaingia. Kitendo cha kumfungulia akaingia kwenye maisha yako, kuna kitu kimeingia, kuna mamlaka imeingia, kuna nguvu imeingia, kuna uwezo imeingia, kuna mamlaka imeingia, kuna ushindi umeingia. Je, umetambua kilichoingia kwenye maisha yako? Je, unatambua kile ambacho kilikuwa kinatenda kazi kwa miujiza? Je, unajua kazi inaenda kuweza kuokoa, kuponya, kuuvusha na hata kufufua wafu? Unajua ipo nguvu ya kufufua wafu iliingia ndani ya maisha yako? Je, unajua ya kwamba tangu kumpokea Kristo Yesu aingie ndani ya moyo wako, unajua kwamba ulipokea nguvu ya kuwekea watu mikono na wakapokea uponyaji, kuwekea vilema mikono na wakatembea, kuwekea vipofu na wakaona, viziwi na wakasikia, na watu wenye mapepo na mapepo yakawaacha, na watu wote waliofungwa wakafunguliwa. Unajua kwamba kuna kitu kimeingia. Ipo kitu siku zile Yesu alipoingia kwenye maisha yako aliingia nayo mzima. Lakini tatizo ni kwamba je, unajua kwamba kile kiko ndani au hakiko ndani? Mtu mmoja siku moja aliwahi kubeba maji kwenye begi lake. Asijue kwamba katika begi lake ipo maji, akasahau. Akapatwa kiu sana, akaanza kuomba maji kila kona. Baadaye anakuja kwenye begi lake, mwishoni anakuja kugundua kumbe kwenye begi lake aliwekaga maji. Anaanza kusema jamani, anaanza kuyanywa ile maji. Kumbe huyu mtu alikuwa na maji, isipokuwa alisahau kwamba kuna maji ndani yake. Nataka nikueleze, yamkini kuna kitu ujue ya kwamba Mungu aliingiza ndani. Umebaki kuwasema watu na kuwasimanga watu na kuwaona watu wengine wanafanya miujiza hata kubadili utukufu wa Mungu na kuona kama ni mashetani au ni waganga au wanatumia nguvu ya giza. Si kirahisi hivyo. Tatizo liko kwako ambaye hujui aina gani ya mamlaka ulionayo kwenye maisha yako. Ipo mamlaka ambayo unapotembea nayo unaweza kufanya miishara na miujiza, ukaagiza moto kutoka mbinguni na moto ukashuka. Unaweza kuagiza wagonjwa wote kusimama na wote wakasimama. Unaweza kuagiza mwamba kutoa maji ikatoa maji. Ndio maana unaona Musa anagonga mwamba na maji yanatoka kwenye mwamba. Ni aina ya mamlaka. Anatundika nyoka wa shaba katikati ya mti, anawaambia Waisraeli angalieni yule nyoka, na watu wanakwenda kupona. Je, aina gani ya mamlaka? Alijua aina gani ya mamlaka kama lolote atakaloagiza kwamba fanya hivi, kafanyika hivyo kama alivyoagiza, tayari kila alichoagiza kitatendeka kama alivyosema. Mimi leo nataka nikwambie mtumishi wa Mungu kokote unakonisikiliza, yamkini ni pastor, yamkini ni nabii,
yamkini mchungaji, yamkini mwalimu, yamkini mwinjilisti, yamkini ni muumini wa kanisa, yamkini mtu ambaye unataka sana kutembea kwenye upako wa kimungu. Nataka nikwambie upako upo, nguvu ipo, uwezo upo, mamlaka ipo, lakini je, unayajua ya kwamba iko ndani yako na imekaaje? Leo nimekuletea ujumbe wa neno la Mungu ambaye itakwenda kufanisha na kuchimpua na kuhakikisha vile visima ambavyo vilivyofukiwa na Wafilisti na wachawi na waganga na hao Yebusi na Wakanani na Wahivi, leo hii kwa jina la Yesu Kristo hai, kokote uliko, hiyo chemchemi itaanza kuchemsha maji, itaanza kutoa maji, itaanza kububujisha maji, na utaanza kutabiri, utaanza kuwekea mikono juu ya wagonjwa na wakaoza na wakapona, utaanza kuwekea mikono juu ya wenye shida mbalimbali na wakafunguliwa, utaanza kuombea watu mbalimbali na wakafunguliwa, na sio zaidi hapo, utaanza kuagiza neno tu kwa neno, nasema kwa jina la Yesu na hili litendeke na litatendeka. Leo hii unaenda kunifuatilia na unaenda kujua kwamba neno hili ambalo Mungu amenipa ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia. Kuna aina tatu za mamlaka, ile uelewe. Kuna mamlaka ya kimungu, kuna mamlaka ya kuzimu, na kuna mamlaka ya duniani. Mamlaka ya duniani najua mnaelewa, ni uongozi ambao watu tunakuwa nao, kuanzia rais, waziri, wabunge, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakuu wa kata na nini, makurugenzi, madiwani,